gani mtazamaji wa VOB TV? Katika wiki hii ya maadhimisho ya upigaji vita, usambazaji na matumizi ya madawa ya kulevya, VOB tukapata nafasi ya kuzungumza na mamlaka hapa Zanzibar ya udhibiti na upambanaji wa madawa ya kulevya Zanzibar. Pia tukapata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya vijana kuelekea katika wiki hii ya maadhimisho. Je, mchango gani serikali nini ifanye na ushauri gani kwa vijana wenzao? Mimi naitwa Juma Zidiheri, ni kamishna wa kinga, tiba na marekebisho ya tabia katika mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar. Kama mamlaka, moja ya jambo ambalo tunalifanya ni kutoa elimu kwa umma, na lengo la kutoa elimu kwa umma ni kuwajuza kwamba hawa vijana wetu ambao ni waathirika wa dawa za kulevya wanatibika, na baada ya kutibika wanahitaji msaada kutoka kwa jamii. Na msaada huu ambao ni mashirikiano. Unajua tiba ya madawa ya kulevya ni pande tatu, ni mraibu mwenyewe, sisi kama taasisi ambao tunatoa matibabu, lakini na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tuondokane na unyanyapaa, tuwasaidie wa jamaa ili waweze kubakia wasipite katika matumizi ya dawa za kulevya. Na hata ukiangalia uwepo wetu sisi hapa Kisonge, jambo kubwa ni kwa ajili ya kutoa elimu kwa umma kuhusiana na madhara ya dawa za kulevya, lakini namna gani ya kujikinga, lakini pia na namna gani ya kutoa na kupokea taarifa za uhalifu wa dawa za kulevya. Kiserikali tuna kituo kimoja cha tiba na marekebisho ya tabia kipo Kidimni, na kituo hiki kimeanza kutoa huduma mwaka 2021 na mpaka sasa kimeshahudumia karibu watu 700+. Na kati ya hao wako ambao wengi wao hapa wanaendelea vizuri, wanaendelea na majukumu yao, na hapa leo katika maadhimisho haya wapo. Lakini viko vituo vya binafsi ambavyo kwa Unguja viko vituo viwili. Kipo kimoja kiko Bububu na kipo kingine kiko njia ya kwenda Fumba. Hivi ni vya binafsi, lakini pia tunavisimamia. Lakini pia wako ambao wanapata matibabu kwa upande wa tiba saidizi, yani wanasema methadone, ambao wako chini ya Wizara ya Afya, wako baki Kidongo Chekundu. Kwa hiyo ukiangalia katika ile package ya matibabu tumebase katika maeneo yote mawili. Tiba ya msingi, kwa maana wako ambao wanaachishwa bila kutumia, lakini wako ambao wanaachishwa kwa kutumia tiba saidizi ambayo ni methadone. Tokea ilipoanza mamlaka hii mwaka 2021 na kuanza rasmi kufanya kazi mwaka 2022, mafanikio ni makubwa sana. Yaani kadri siku tunavyokwenda tumekuwa tunawaokoa jamii katika uhalifu wa dawa za kulevya, na pia nishukuru vyombo vingine vya ulinzi wa usalama, sababu ukienda katika upande wa vyombo vyote wanadhibiti. Mamlaka tumepewa ile jukumu, tunaongoza katika kudhibiti, lakini vyombo vingine vinatusaidia. Lakini ukiangalia takwimu ya ukamataji, takwimu za maamuzi ambayo yanatoka mahakamani, kote kuna improvement na matokeo ni mazuri sana. Na tayari ukiangalia kwa mfano kamishna mkuu anataratibu za kuzungumza na jamii mara kwa mara, na anatoa takwimu na anaelezea tulipotoka na wapi tulipo. Vijana kwamba wasijiingize katika uhalifu huu, haujaribiwi, ni uhalifu ambao ni hatari mno, na hakuna haja ya kujaribu uhalifu huu. Wasiingie. Una madhara ya kiafya, lakini una madhara ya kisheria. Kauli mbiu mwaka huu ni kwamba ushahidi uko wazi, wekeza kwenye kinga. Kwa majina naitwa Ali, ni afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar. Kwanza, kikawaida ni kwamba kwa jamii kubwa kwa upana wake inafahamu kwamba bangi ndio dawa pekee ya kulevya, lakini sasa ni kwamba zipo dawa nyingi za kulevya ambazo sasa tayari zimeingia katika Zanzibar yetu, na dawa hizi zipo katika jamii, zipo zinatumika, lakini utambuzi wake ina maana inakuwa si rahisi kuweza kuzijua katika jamii. Lakini vile vile ni kwamba dawa hizi uhalali wake au haramu wake maana yake ni sawa sawa na zile dawa ambazo tunazielewa katika jamii zetu. Kwa mfano kama heroin, cocaine, methamphetamine na dawa nyingine ambazo zinatumika. Maana yake hizi ni dawa ambazo zinaingizwa katika njia za siri ili kuweza kutumika katika jamii zetu. Kwa mfano kama miaka miwili iliyopita tulikamatwa kiwango kikubwa cha dawa ambayo Zanzibar haijawahi kukamatwa, methamphetamine. Lakini dawa hii iliweza kutambulikana kwa sababu mamlaka imejipanga katika kuhakikisha kwamba dawa zote za kulevya zinapoingia katika mipaka ya Zanzibar zinakuwa zinashikiliwa na wahusika wake kuweza kuingizwa katika mkondo wa sheria ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Lakini ukiachilia mbali hiyo ni kwamba wahalifu
kimataifa wanakuwa na njia tofauti ya kuweza kuziingiza dawa hizi. Kwa mfano sasa hivi wamegundua mbinu ya kuingiza dawa hizi katika vitu vile ambavyo ni halali, vitu vya vyakula ambavyo vinakuwa ni kawaida, kwa mfano kama chocolate, biskuti na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo bado tupo katika mkakati wa kuhakikisha kwamba chochote ambacho kitaingizwa kwa namna yoyote ile, manake hivyo vitu vinadhibitiwa na vinakuwa vingi katika jamii ili vitaweza kuingia. Kwa hiyo jamii inatakiwa kuwepo macho. Chochote kile ambacho kitakuwa si cha kawaida na kinaonekana, maana jamii inabidi lazima na wao wako macho ili kuhakikisha kwamba kitu hicho wanakihoji na wanaweza kukiripoti katika utaratibu mzuri. Mamlaka ina mawasiliano ya moja kwa moja na jamii. Kuna namba 119 ambayo mtu yoyote kaona kitu ambacho si cha kawaida na akakishuku kwamba hicho inawezekana ikawa ni dawa ya kulevya, basi mtu huyo anaruhusa kupiga hiyo namba na ni masaa 24 kutoa taarifa ili mamlaka kwa kupitia wataalamu wake, kwa kupitia walinzi wake iweze kufika na kuweza kutoa maelekezo au kuwashikilia hao watu, na baadaye tunashirikiana na taasisi nyingine, kwa mfano kama ofisi ya kemia kwa ajili ya kuweza kupata vipimo vitaweza kudhibitisha kwamba hii ni dawa ya aina fulani, kwa sababu kwa kuiangalia inawezekana wakati mwingine usiweze kujua hicho. Tukizungumza kikanda, manake huu ukanda wa Afrika Mashariki tayari, manake nchi zote ambazo ziko katika ukanda huu, manake lazima mamlaka kwa njia moja au nyingine tunashirikiana kwa kubadilishana taarifa, kwa kubadilishana uzoefu, utaalamu na mambo mengine ili kuhakikisha dawa za kulevya haziingii katika ukanda huu. Lakini mashirikiano ya kitaifa, Tanzania kuna Zanzibar, kuna Tanzania bara, manake mamlaka ya Tanzania Zanzibar na mamlaka ya Tanzania bara wanashirikiana kwa karibu zaidi kuweza kushare uzoefu, taaluma pamoja na mambo mengine ili kuhakikisha kwamba sheria hizi zinafanya kazi kwa pamoja. Lakini vile vile mashirikiano ya kimataifa na nchi tofauti, lakini na mashirika mengine tofauti ya ulinzi, mashirika mengine ambayo yanafanya kazi katika kupambana na dawa za kulevya ili kuhakikisha kwamba Zanzibar yetu inabaki kuwa salama, kwa sababu bila mashirikiano pamoja Zanzibar pekee yake haiwezi kudhibiti dawa za kulevya. Kwa wale vijana ambao tayari wameathirika na dawa za kulevya, manake tiba ipo, na kwa upande wetu wa Zanzibar ni kwamba tuna kituo cha tiba na marekebisho ya tabia ambacho kwa hapa Zanzibar tuko Kidimini. Wale vijana wote ambao tayari wameathirika na tatizo la matumizi na biashara ya dawa za kulevya, hususan matumizi ya dawa za kulevya, na akawa wametumia na baadaye dawa za kulevya zinazalika tatizo linaloitwa uraibu wa dawa za kulevya, yani drug addiction kitaalamu. Manake kijana huyu unatakiwa umpatie taaluma. Jambo la kwanza inakuwa ni taaluma ili aweze kujua kwamba yeye ana tatizo, lakini swala la pili ni kumweka karibu, lakini swala la tatu ni kwamba anatakiwa kusitishwa kwanza kutumia dawa za kulevya. Katika utaratibu huu kuna hatua za kitaalamu ambazo zinahitajika. Hatuwezi kueleza hapa process yote, lakini tunawapokea pale kituoni, na baada ya kuwapokea pale kituoni, hatua ya kwanza inakuwa ni kupata maelezo yake, dawa gani anayotumia na athari gani ambayo ameipata. Lakini vile vile tunaangalia, je, athari ambayo ameipata ni ya kiakili, ni ya kimwili au ni ya kisaikolojia moja kwa moja. Lakini baada ya kujua tatizo lake, tunaanza kushughulika na tatizo lake katika hatua moja baada ya nyingine. Kuna programu ya usajili wa mihadarati ambayo hii ina hatua 12 ambazo tunakuwa tunawafundisha jinsi gani ambao wataweza kurudi katika jamii bila ya kutumia dawa za kulevya. Programu yetu inatumia kuanzia miezi 6 mpaka mwaka mmoja, na pale tunakuwa tunamfunza jinsi gani ya uhalali na uthabiti wa maisha kuanzia asubuhi anapoamka mpaka wakati wanapoingia kitandani kulala, katika masaa 24 aweze kuishi bila ya kufikiria, bila ya kutumia dawa ya kulevya aina yoyote. Na wako ambao wamefanikiwa na wako ambao wanaendelea na matibabu kituoni kwetu kwa ajili ya mabadiliko haya, na jamii wanakuwa ni mashuhuda wa haya, na mabadiliko dhidi ya dawa za kulevya au matumizi ya dawa za kulevya ni jambo linalowezekana. Kikubwa ni mtu yeye mwenyewe binafsi kuamua, na baada ya kutoka mitaani kujiepusha na vile vitu vitatu ambavyo anatakiwa kujiepusha kama mliko, ili asirudie katika matumizi ya dawa za kulevya. Inafaa kila mahala pawe na watu wahamasishaji. Ndio tunahamasisha vijana. Bila kuhamasishwa vijana hawawezi kutoboa. Hii ni muhamisho wa vijana, fulani kafanya na mimi nifanye. Hii ni kama wigo fulani katika vijana wetu, sio kwa sababu ya kwamba kutafuta manufaa ya aina yote. Hii ni wigo fulani kafanya na mimi nifanye, lakini mwisho wa siku vijana hao wanajuta kwa nini walikuwemo. Labda tungekuwa wangekuwa wanaweka madarasa ya kutoa elimu kwa vijana
madarasa kutoa elimu kwa vijana, yani kwa mfano, kwa sababu huku najua kuna kata, kuna vitongoji, sawa. Kama ingekuwa ni yangefanyika mawazo ya kutenga kwamba kila kata inakuwa na madarasa yake, labda kila baada ya muda fulani, ili kuweza kutoa elimu zaidi kuhusu madawa ya kulevya, hii ingesaidia sana kwa vijana. Naam, nadhani tumeweza kusikia vizuri mazungumzo haya ambayo tumefanya na mamlaka ya hapa Zanzibar ya udhibiti na upambanaji wa dawa za kulevya na baadhi ya vijana tumeweza kuwasikia. Jina langu Jumadini Price na hii ni VOP. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.